Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa, na hii simulizi si nyingine, inaitwa Dada wa Kazi na Bosi sehemu ya 23. Kwenye upande wa YouTube channel tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Lakini kwenye upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Kwenye upande wa YouTube channel tunachokuomba subscribe. Lakini kwenye upande wa TikTok tunachokuomba follow. Lakini kwenye mitandao yote hii tunachokuomba like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa tujikumbushe sehemu ya 22 tulipoishia. Sehemu tulipoishia tulimuona Tobias Mavugwe akiwa amewapeleka Mzee Bareke pamoja na binti huyu wa kuitwa Zatiti kwenye duka ambalo linauza simu pamoja na vifaa vya kielektroniki, yani vifaa vya umeme. Wakaanza kumhoji hapa na pale yule muuzaji waliyomkuta humo ndani. Lakini baada ya kufika jioni, Tobias Mavugwe alimpigia dada mmoja, akaja akafika mpaka pale, akamkuta yuko na binti fulani, ambapo ndo alijaribu kumuuliza kama endapo atakuwa ni mchumba wake. Akasema hapana, ni mtoto wa kaka yake, kwa hiyo ni mwanae, na akamkabidhi kwamba aondoke naye ampeleke kwake, manake anamuombea kambi sasa ili aweze kwenda kulala kule. Na pia baada ya Zatiti kuondoka na huyo dada, na yeye huku akamchukua Mzee Bareke na kuondoka moja kwa moja mpaka kwa yule kijana, ambapo walipochukua kambi ya kuendelea kulala. Sasa ni kukaribishe katika sehemu yetu ya 23. Tuendelee kuidadavua simulizi hii tuweze kujua ni kitu gani ambacho kiliendelea. Baada ya kutazama hapa na pale Mzee Fares na kukuta hata yule Mzee Bareke ambaye alikuwepo hapo kwa jioni hiyo hakumuona tena, hapo ndipo ambapo alizidi kuchanganyikiwa. Aliwaza sana kwamba hawa wazee, yaani huyu mzee pamoja na huyo kijana na huyu binti, wamepanga vitu gani? Lakini Mama Suzi alianza kuwaza na kuona kwamba huyo binti ni kama vile wanamshinikiza, yani wanamlazimisha aweze kufanya vitu ambavyo kwenye moyo wake kwa kweli hivyo vitu havipo. Kwa hiyo ni binti ambaye anashinikizwa. Sasa Zatiti ameondoka humo ndani, hana mtu wa kumtuma chochote. Sasa hivi kila kitu inabidi afanye yeye. Alikubali kuendelea kufanya hivyo vitu. Kile chakula ambacho kilikuwa hakijaiva mchana alikiweka ili kiweze kuiva, akaanza kupika yeye mwenyewe. Mtoto anasumbua, yani akawa ni kama yule mwanamke ambaye alikuwa bado hajawahi kupata mfanya kazi.
lakini aliwaza sana Mama Suzi. Akaanza kurudisha kumbukumbu zake nyuma kabla Zatiti hajafika humo ndani, kwamba kulikuwa na uzuri kiasi gani na mpaka sasa kuna ubaya kiasi gani, kwa sababu kipindi kile ambacho Zatiti alikuwa hajaja humo ndani mpaka alipokuja kutoka kijijini akaja kuajiriwa hapo, maana yake huku nyuma alikuwa na uwezo wa kujihendo ye mwenyewe, alikuwa na uwezo wa kufanya mambo mengi kwa sababu alikuwa hana mtoto. Lakini kwa sasa hivi ana mtoto wa mwaka 1 na miezi. Sasa mtoto anasumbua kweli kweli, na ukichanganya na mawazo walionayo mpaka yamewasababisha kukonda, kwa kweli ni hatari. Asipokuwa na dada wa kazi, mambo mengi yanaharibika, mambo mengi yanakuwa sivyo. Lakini atafanyaje? Ilimbidi akubali, akafanya kila ambacho kinachotakiwa kufanyika humo ndani. Mzee Fares alitoka nje ya jumba lake hilo la kifahari na kuanza kutembea tembea, ili huenda naweza kawakuta wakiwa wamekaa sehemu, awaombe msamaha na awaombe binti huyu wa kuitwa Zatiti arudi nyumbani akute anamsaidia kazi. Ikiwezekana awapatie wao pesa, huenda wao wanaweza wakakubali, kwa sababu binti yeye alikuwa mwanzoni amezigomea pesa, lakini kutokana na huruma ya kuwahurumia namna wanavyokonda na kazi zimekuwa nyingi na hawajiwezi tena, alikuwa ameshaanza kufanya kazi bure tu. Sasa kutokana na huruma yake yuko tayari, kama ni kumlipa na yeye amlipe fedha, na Tobias Mavugwe pamoja na Mzee Bareke wapewe pesa kwa ajili tu ya kumruhusu huyo binti aje kufanya kazi. Lakini alizunguka, hakuweza kuwapata. Sasa wakati anazunguka kwa jioni hiyo, Sikununu alikuwa ametoka mle kwenye jumba la kifahari la Mzee Masunga, yuko anatembea na Clara, wanaelekea sokoni. Sasa wakati wanatoka kule sokoni wakiwa wamebeba shehena za bidhaa ambazo wametoka kununua, mafuta, nyanya, vitunguu, kuna nyama ambayo wametoka kununua. Sasa kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya kesho, kwa sababu chakula usiku kilikuwepo. Sasa wakati wanarudi, wanakatiza pale sehemu ambapo kuna vijiwe vingi vya kahawa na tangawizi, Mzee Fares jicho kuja kugonga jicho moja kwa moja, likagonga kwenye sura ya Sikununu. Alikuwa kama mwehu. Alianza moja kwa moja kujongea na kuanza kusogea ili aweze kujua hivi ni yeye au huenda ni dada ambaye wanafanana, kwa sababu wakati alipomfukuza alimkalili, maana alimfuata mpaka kampiga. Kwa anajaribu kumfananisha, je, atakuwa ni yeye? Lakini kama ni yeye, mbona amependeza sana? Mbona amekuwa ni mtoto wa kitaita kweli kweli? Huenda watakuwa wanafanana. Ni yeye kweli? Alivyokuja kuangalia vizuri kwenye kacha alizokuwa amevaa mkononi, akakuta kweli moja imeandikwa Sikununu Bareke. Ingawa yeye jina alikuwa halijui, alikuwa anajua Sikununu peke yake, kutokana na kwamba Zatiti alikuwa analalamika sana, wamemfukuza mamdogo Sikununu. Kwa hiyo hapo ndo akawa amelishika hilo jina. Ikabidi amuite, akawaita hao wadada wakamsikiliza, kwa sababu walikuwa wamebeba kikapu,
wakiwa wanatembea huku wanapiga stori, aliwaita moja kwa moja mpaka pale, akajaribu kumhoji, kwa sababu sasa Sikununu ameshaanza kupendeza. Yani kimsingi amependeza kweli kweli, cha kwanza. Alafu cha pili anaanza na kunenepa sasa. Kidogo kuna tofauti na yule dada aliyemuona kipindi hicho. Yeye alikuwa sio mnene, huyu ameshaanza kuwa mnene. Alafu pia amevaa nguo za kung'aa, nguo za kitaita, yani ni kama mtoto wa taita kabisa, mtoto wa tajiri. Hapo ndipo ambapo alipoanza kuwahoji. Akamuuliza Clara bila kumjua jina, lakini akamuuliza huyu ambaye ameambatana naye jina lake ni Sikununu. Na kabla ya Clara hajajibu, Sikununu mwenyewe akajibu, akasema ndiyo yeye. Akajaribu kumuuliza kama endapo ni yeye, je, anamkumbuka? Akamwambia hamkumbuki. Akajaribu kumhoji, anamjua Zatiti? Akasema ndiyo, Zatiti anamjua na ndo yeye aliyempokea. Je, atakuwa anamkumbuka yule mzee ambaye alimtoa ndani Berenge na kumkimbiza? Akasema ndiyo, huyo mzee anamkumbuka vizuri. Yani hapo Zatiti anawekwa tu kama chanzo cha kuweza Sikununu kupata kumbukumbu zake, kwa sababu yeye ndiye aliyempokea. Sasa Sikununu anaambiwa hayo yote na huyu mzee wa kuitwa Fares, lakini mzee Fares sasa amekonda, amekuwa kama moja, yani hamkumbuki kabisa. Akajaribu kumwambia kwamba mimi ndiyo yule mzee ambaye niliyokufukuza ndani, ndiyo mimi, unanikumbuka? Baada ya kuzungumza tu hivyo, Sikununu alishtuka, akapigwa na mshangao wa hali ya juu. Kwa nini amepigwa na mshangao wa hali ya juu? Yule mzee alikuwa mnene, mzee alikuwa ana kitambi cha maana, mzee alikuwa anavaa vitu vya kitajiri. Yani sasa hivi amekuwa ni mtu wa kawaida, yani aliyekonda, yani utafikiria mpaka na mifupa imeanza kuhesabika kwenye mbavu. Sikununu hakuamini, alimkatalia kabisa, akasema wewe sio yule mzee nayemjua. Yule mzee alikuwa mkali, yule mzee hakutaka kunisikiliza ninachotaka kumwambia, yule mzee alinitoa nje Berenge na kunikimbiza. Yule mzee hakuwa na yani hakuwa na cha mswalie mtume wala muombe Yesu msalabani. Yani ni hivi, yule mzee akikutana na mtu anaamua kufanya chochote kila anachojisikia. Mzee alikuwa hawezi kumsikiliza mtu hata kwa kujielezea. Anachokiamua kitokee ndicho kinachotokea. Sasa vipi utakuwa wewe ndiyo mzee yule? Kwa namna gani? Sio kweli. Sikununu alikataa kabisa, kwa sababu yule mzee alikuwa namjua, japokuwa sura kidogo akiangalia ni kama yenyewe, lakini anaona hii sura imekomaa, alafu pia amekonda, yani kitambi hakipo tena, mbavu zinahesabika. Hamna, huyo atakuwa sio yeye. Akaanza kumhoji anaishi sehemu gani. Akamwambia kuna sehemu ambapo anaishi. Kutokana na kwamba Clara hamjui, angekuwa ni sijaona, basi moja kwa moja angemjua na kujua kwamba huyu binti Sikununu anaishi kwa mzee Masunga, kwa sababu anayemjua ni mjukuu wake mmoja tu sijaona. Lakini huyu Clara ni mgeni kwake, hajawahi kumuona.
Kwa hiyo alipojaribu kumhoji anaishi wapi, akasema kuna sehemu ambapo anaishi, na hiyo sehemu kuna wadada wa kazi wawili, ambapo ni yeye mwenyewe Sikununu pamoja na huyo dada aliyeambatana naye. Manake wote ni wadada wa kazi, wapo sehemu fulani. Akajaribu kumwambia amuonyeshe hiyo sehemu, lakini Sikununu akasema ipo siku atakuja, atamwambia kwamba anaishi wapi. Akajaribu kumwambia, je, anaishi kwa usalama? Akasema ndiyo, yuko salama, na ndiyo maana namuona amependeza na yuko vizuri kwa kweli. Hapo kidogo presha ilianza kushuka kwa mzee Fares, kwa sababu tayari amepata angalau pa kuanzia kumtafuta huyu dada wa kuitwa Sikununu sehemu anakoishi. Alianza kumuita ili aweze kwenda nyumbani kwake. Akapiga magoti, akachomoa mpaka na kibunda cha shilingi 200,000 akampatia kwamba inatakiwa aje nyumbani ili aende akamuone Zatiti. Sikununu alikataa, na hizo pesa hakuzichukua. Alikataa na hizo fedha hakuzichukua. Na hivi Clara amekaa tu ameshangaa. Alianza kuwaza Clara kwamba endapo angekuwa yeye ni Sikununu, hizo fedha asingeziacha. Si unajua mabinti wa mjini. Lakini Sikununu hakuweza kabisa kuwaza kuchukua hizo fedha na alikataa. Mpenzi msikilizaji wa Simulizi za Sauti, sehemu ya 23 ya simulizi hii inayoitwa Dada wa Kazi na Bosi imeishia hapa. Kwenye upande wa YouTube channel tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, lakini kwenye upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Lakini kwenye upande wa YouTube channel tunachokuomba subscribe, lakini kwenye upande wa TikTok tunachokuomba follow. Lakini kwenye mitandao yote hii tunachokuomba like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Msikilizaji wangu, mzee Fares yuko njiani anaongea na Sikununu. Tena amemuona na wako pamoja. Anajaribu kumdodosa sehemu anakoishi, hataki kumwambia. Amepiga magoti na kuchomoa fedha nyingi 200,000 na kumpatia ili aweze kurudi nyumbani akamuone Zatiti, lakini amekataa. Na hata hivyo yuko anamdanganya kule Zatiti hayupo, ameshachukuliwa na Tobias Mavugwe, ameshaenda kumwombea kambi sehemu nyingine. Je, unahisi Sikununu ataingiliwa na tamaa atakavyozidi kuongeza dau la fedha, au ataona huruma aweze kumkubalia huyu mzee Fares arudi pale kwa mzee Fares? Yote hayo huenda tukayapata sehemu inayofuata. Mimi ni Hustle02 Baba Sam the King, ninakuomba endelea kuifuatilia. Chanda na pete, mfuniko na kopo au chupa, hakikisha usiache. Endelea kuifuatilia mpaka mwisho ujue mkasa utaishia vipi na nini kitakachotokea. Nini hatima ya mkasa huu? Nikuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Alamsiki.
Sam the King. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King.